Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekosoa matokeo ya mazungumzo ya siku mbili mjini Geneva kati ya wawakilishi wa Ukraine na Urusi, akisema hayakufikia matarajio. Rais huyo wa Ukraine alikuwa anataka mazungumzo hayo, miongoni mwa mambo mengine, yaangazie uwezekano kufanyika kwa mkutano kati yake na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Putin mwenyewe amesema mazungumzo kama hayo yanaweza kufanyika ila mjini Moscow tu, jambo ambalo Zelensky amelipinga. Zaidi ya hayo, Zelensky anasema alikuwa ameyataka mazungumzo hayo ya Geneva yajikite katika kuangazia masuala ya kiutu kama ubadilishanaji wa wafungwa na raia. Kufikia leo hatuwezi kusema kuwa matokeo yanatosha. Jeshi lilijadili baadhi ya masuala kwa kina, mambo nyeti ya kisiasa, uwezekano wa maelewano na umuhimu wa mkutano wa viongozi ni mambo ambayo hayajaangaziwa vizuri. Tunatarajia mkutano ujao na itakuwa vyema kuufanya Februari, alisema Zelensky. Awali upande wa Urusi uliashiria kuwa mazungumzo yajayo yatafanyika karibuni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov lakini amesema tarehe au sehemu itakayofanyika mkutano huo ni mambo ambayo hayajaamuliwa. Marekani kupitia msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt kwa upande wake imesema kumekuwa na hatua muhimu zilizopigwa kwenye mazungumzo hayo, huku kukiwekwa ahadi za ushirikiano katika kupata makubaliano ya amani. Kwa ujumla, Urusi inakalia takriban 20% ya ardhi ya kitaifa ya Ukraine, ikiwemo Crimea iliyozingirwa na kutekwa mwaka 2014. Lakini uchambuzi mpya wa data kutoka taasisi ya masomo ya vita iliyofanywa na shirika la habari la Ufaransa la AFP unaonyesha kuwa Ukraine imechukua kutoka kwa Urusi jumla maeneo yenye ukubwa kilomita 63 za mraba kati ya Jumatano na Jumapili wiki iliyopita. Uchunguzi huo unaonyesha kuwa Ukraine imeteka kilomita 91 za mraba, ikiwemo kilomita 86 za mraba katika eneo moja lililoko karibu na kilomita 80 mashariki mwa mji wa Zaporizhia, ambapo vikosi vya Urusi vimepiga hatua tangu katikati ya mwaka jana 2025. Ukraine ilikuwa haijawahi kuchukua tena kutoka kwa Urusi eneo kubwa kama hilo tangu Juni 2023. Uchunguzi huo vile unaonyesha kuwa jeshi la Urusi limeteka kilomita 28 za mraba katika maeneo mengine ya Ukraine. Na afisa mmoja wa Marekani amesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio atasafiri na kuelekea Israeli wiki ijayo, wakati ambapo mivutano inazidi kati yake na Iran. Afisa huyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema Rubio ataelekea Israeli Februari 28 kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Netanyahu ambaye alifanya ziara Washington wiki iliyopita kwa mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, kwa muda amekuwa akitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya Iran, na Juni mwaka jana aliamrisha kampeni kubwa ya kuishambulia Tehran kwa mabomu. Trump aliishia kujiunga na kampeni hiyo, ambapo aliamrisha kushambuliwa kwa vinu vya nyuklia vya Iran. Mnamo siku ya Jumanne wiki hii, Trump aliotuma wajumbe wake kukutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi huko Geneva, Uswizi. Mwisho rubaa za kimataifa. Mimi ni Theo Faringitu.